Kwanza tufahamu kabisa kwamba swala ni ibadatullah, kwamba swala ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo inafunguliwa kwa takbir na kuhitimishwa na salamu. Kwa hiyo kipengele cha kwanza tunaona kwamba swala inafunguliwa kwa takbira. Lazima ufanye takbira ndio wewe uhesabike kwamba uko ndani ya swala. Na takbira hiyo utafanya vipi? Kama tunaofahamu, lazima utafanya Allahu Akbar, then utafunga swala. Kwa maana hiyo wewe utakuwa uko tayari umeshafunga swala na uko ndani ya swala. Ili wewe usabike kwamba ile swala umeshamaliza kusali swala yako, lazima utoe salamu. Sawa? Hapo ndio utakuwa umemaliza swala yako. Yaani utakuwa umehitimisha swala yako kutoa salamu. Lakini katika kutoa salamu kuna baadhi ya watu wanatoa salamu mara tatu au sehemu tatu. Kwa maana mtu anatoa salamu upande wa kulia, alafu anakuja anatoa salamu hapa katikati, alafu then anakuja kutoa salamu upande wa kushoto. Hii haifai. Maneno ambayo yanapatikana katika swala ni zile adhkari ambazo tunazisoma ndani ya swala. Mfano, tunaona katika sehemu ya kurukuu tunasema subhana rabbiyal azim. Tukienda katika kusujud tunasema subhana rabbiyal a'la. Kuna at-tahiyat, kuna rabbana walakal hamdu. Nabii Allah Ibrahim alipokuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie awe ni mwenye kusimamisha swala, anasema rabbi ja'alni muqima salati, ewe Mwenyezi Mungu nijalie mimi niwe mwenye kusimamisha swala, wa min dhurriyyati, na katika vizazi vyangu. Inaonesha Nabii Allah Ibrahim the way alipokuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie yeye awe ni mwenye kusimamisha swala. Lakini pia haijatosha kujiombea yeye mwenyewe, akaombea na vizazi vyake, akasema wa min dhurriyyati, na katika vizazi vyangu pia wajalie wao wenye kusimamisha swala. Rabbana wataqabbal dua, ewe Mwenyezi Mungu nikubalia dua yangu. Ndugu zangu katika imani, jambo la swala ni jambo ambalo tumeamrishwa sisi Waislamu tuswali, na ni lazima kwa Muislamu yoyote, awe Muislamu mwanamke au Muislamu mwanamume. Kitu cha kwanza kabisa kitakachokuonesha utofauti wako wewe na yule ambaye sio Muislamu ni swala yako. Sio tu kuswali kwamba inatosheleza, la, lakini tunachokuwa tufuate zile njia zote ambazo zinatulazimika sisi kuzifuata katika ibada hii ya swala. Lazima tuswali kwa wakati. Umeingia muda wa swala, kama ni adhuhuri basi swali kwa muda ule, kama ni alasiri basi swali kwa muda huo wa alasiri. Yaani kila muda unapoingia wa swala basi uhakikishe kwamba unaswali according to ule muda uliowekwa wa swala. Na kama endapo Muislamu atakuwa hafanyi ibada ya swala, basi atapata dhambi na Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu. Sisi wanawake tunahafirika sana katika hii ibada ya swala, tunajisahau sana. Unakuta mtu labda yuko na shughuli zake nyumbani na muda wa swala tayari umeingia, mtu anaona kwamba next time nitaenda nitaswali, ngoja nimalizie kwanza hii kazi. Lakini kumbuka kwamba the way, yani ule muda ambao unamalizia kile kitu ndo kipindi ambacho muda ndo unapita, hivyo ndo muda wa swala unakupita. Kwa hiyo unakuja kutahamaki kwamba swala tayari ishakupita, muda ushapita, umeingia wakati wengine wa swala. Kwa hiyo ibada ya swala tujitahidi kufanya ibada hii kwa wakati kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuswali kwa ajili ya Allah. Kuna baadhi ya Waislamu wanafanya ibada zao lakini hawafanyi kwa lillahi, yani hawafanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya labda kwa sababu mtu fulani anione.